Karibu sana mtazamaji wa Roshori TV. Karibu tuyaangazie yale ambayo yameandikwa kwenye magazeti ya siku hii ya leo. Mimi ni Justin Kosan, ndiye ambaye nitakayekupitisha katika kurasa mbalimbali zilizoandikwa kwa ukubwa kweli kweli kwenye nyanja mbalimbali za kisiasa, kiuchumi, kijamii na hata michezo na burudani. Toka mwanzo mpaka mwisho nitakupitisha kwa maridadi, japo uweze kupata dodoso za kile ambacho kimeandikwa hii leo Aprili 27, 2026. Nikukumbusha, kama ndo kwanza unaungana nasi, fanya uweze kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kuwa kwanza kabisa kupata taarifa zetu ambazo tunakuwekea. Sasa tuanze kuyaangazia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele. Moja kwa moja naanza na gazeti Mwananchi Tanzania. Habari kubwa hii leo ni pendekezo tume ya Jaji Chande, pande mbili za maridhiano. Hapa kuna maoni ya wadau mbalimbali wa siasa. Nikianza na Deogratias Mahenyila wa Bavicha, anasema kwetu Chadema msimamo ni ule ule, kuwa laiti kama tungeamua kujadili maridhiano, kuna mambo yangeshafanyika muda mrefu sana. Kama wana nia njema, basi uchunguzi kutoka nje una shida gani? Wangeruhusu tu wahusika wawajibike. Lakini Alhaji Nuhu Mruma wa Bakwata anasema kuridhiana ni katika yale ambayo hakukuwa na mwafaka, yasijekuwa maridhiano ya shinikizo la upande mmoja tu. Muhimu mmoja akubali kupoteza hili na mwingine akubali kupoteza hili, ili kujenga mustakabali wa pamoja na taifa kwa ujumla. Lakini Balozi Lazaro Nyarandu anasema kama umemsikiliza Rais Samia kwenye hotuba yake, utagundua alivyo na utayari wa kuwaleta Watanzania pamoja. Huu ni mwelekeo sahihi. Jambo la msingi apewe muda ili aendelee kutekeleza kile alichokianzisha. Hiki ndicho ambacho wanakizungumza wadau wa siasa nchini. Habari hii utakwenda kuisoma zaidi ukurasa wa 3. Lakini matibabu bure kwa wajawazito bado utata. Hii ni ripoti maalum ambayo utakwenda kusoma ndani ya gazeti hili. Sera ya afya ya mwaka 2007 sehemu ya 534 kifungu C kipengele cha kwanza inaeleza serikali kwa kushirikiana na sekta binafsi inayotoa huduma bila faida na mashirika ya kimataifa itaendelea kutoa huduma bila malipo kwa wajawazito, watumiaji wa huduma za uzazi wa mpango na watoto wenye umri chini ya miaka 5. Kama nilivyosema, ripoti hii utakwenda kusoma zaidi katika ukurasa wa 4 na wa 5. Lakini kuna habari nyingine hapa inasema ahueni tiba ya malaria watoto wachanga ikija, lakini jinsi Trump alivyopona shambulio la risasi. Samia atoa neno mifuko ya vijana. Habari ipo ukurasa wa 8, na ndivyo ambavyo gazeti Mwananchi Tanzania limeandika katika siku hii ya leo. Tukiachana gazeti Mwananchi Tanzania na kamata gazeti Uhuru, ambapo lenyewe linasema Tanzania ni imara. Kauli ya Rais Samia aliyotoa katika kongamano la kuadhimisha miaka 62 ya muungano Tanganyika na Zanzibar, asema ni fahari kwake kuona nchi ikiwa yenye amani na utulivu. Aweka bayana maendeleo makubwa yaliyopatikana ndani ya muungano. Lakini kuna habari nyingine inasema atoa msamaha kwa wafungwa. Dr. Nchimbi agusia nafasi ya mwanamke, lakini Dr. Mwigulu ataja sifa za Rais Samia. Trump anusulika risasi akiwa hotelini, lakini wanasiasa wapongeza jitihada hoja za muungano kutatuliwa. Na kuna habari nyingine hapa inasema Ulega anika mpango kuboresha jiji la Dar. Habari hii utakwenda kuisoma zaidi katika ukurasa wa 17 wa gazeti hili Uhuru, ukweli daima. Sasa tukiachana gazeti Uhuru, sasa nakamata gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii, ambapo lenyewe limeandika aliyegombea wenyekiti Chadema aichambua ripoti ya tume ya Jaji Chande, agusa hoja nyeti, ashauri serikali itoe fidia kwa waathirika wa vurugu, asisitiza serikali tatu katika mjadala ujao wa katiba mpya. Lakini WHO yaidhinisha dawa mpya malaria kwa watoto. Rais asema hatima muungano iko mikononi mwa vijana. Onyo latolewa juu ya kupungua kwa mshikamano miongoni mwa vijana. Serikali yaendelea kuweka mazingira bora uwezeshaji kundi hilo. Habari ipo kurasa wa 2. Lakini tukiachana habari hiyo, kuna habari nyingine nasema aliyetaka kumuua Trump kwa risasi anaswa kufikishwa mahakamani leo. Habari ipo kurasa wa 19. Lakini serikali yachukua hatua, ripoti Nipashe. Watoto mtaani, wasomi waje na mbinu 7 za kuongeza mapato ya kodi. Habari ipo ukurasa wa 4. Gazeti Nipashe limeandika hivyo katika ukurasa wake wa mbele katika siku hii ya leo. Lakini gazeti Tanzania Leo limeandika Samia asema muungano ni urithi wa pekee, aimiza umoja na mshikamano kwa Watanzania. Dr. Mwinyi asisitiza kuheshimiana, lakini Mwigulu akumbusha misingi ya muungano. Mikoa 9 kupata mvua kubwa leo na kesho, lakini uwekezaji
wa Dr. Samia. MSD umeweka historia sekta ya afya, ni kauli ya Tukai. Wagonjwa wafurahia huduma bora za kibingwa. Samia yatoa msamaha kwa wafungwa 1369, lakini WHO yaidhinisha rasmi dawa ya kutibu malaria watoto wachanga. Vyama 12 vya siasa vyapongeza ripoti ya Oktoba 29, lakini Pedro analitaka kombe la muungano. Hizi ni dodoso za michezo na burudani. Na sasa mtazamaji, tuangazie gazeti Majira ambapo lenyewe limeandika MSD yasema upatikanaji dawa na vifaa tiba uko imara. Watoa huduma za afya wapongeza vituo vya afya kupatiwa dawa, vifaa kwa wakati. Wasema inaonyesha jinsi Rais Dr. Samia anavyojali afya za Watanzania. Lakini vyama vyaipongeza tume kuchunguza matukio ya Oktoba 29. Nchimbi yakemea udhalilishaji wanawake. Samia atoa msamaha kwa wafungwa na wanufaika watajwa. Habari ipo kurasa wa 4. Lakini Kyela kusubiri nafuu ya maji kupitia ziwa Nyasa. Viongozi washtushwa mkasa wa risasi Marekani. Lakini EA Corp kuendelea kuunga mkono maendeleo ya elimu. Mbunge apokea kero za wananchi. Habari hii ipo ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Majira. Na hivi ndivyo ninavyohitimisha na gazeti Majira. Sasa mtazamaji, tuanze kuyaangazia yale ambayo yameandikwa katika uga wa michezo na burudani. Nikianza na gazeti la Mwanaspoti katika michezo na burudani, gazeti mahususi kabisa kwa habari za michezo na burudani, lenyewe limeandika hapa majina matatu yatua Simba, Yanga yasema njooni tuko tayari. Lakini Beka zifuata dakika 90 za Yanga, 13 kuondoka Man United. Ibenge alia na mastaa Azam FC. Lakini kuna habari nyingine hapa inasema Romi 3D afunguka talaka ya Shilole. Sala ndio basi tena. Ndivyo ambavyo gazeti Mwanaspoti lenyewe limeandika hivyo katika ukurasa wake wa mbele katika siku hii ya leo. Lakini leo Jumatatu kutokuwepo na mchezo wa ligi kuu Uingereza, Manchester United itakuwa dimbani kukiwasha dhidi ya Brentford majira saa 4 usiku. Dimba ni Old Trafford. Sawa, nahitimisha hivyo na gazeti Mwanaspoti, lakini nakamata gazeti la The Sport hapa ambapo lenyewe limeandika Pedro tulistahili ushindi. Sundowns yaomba CAF kupanga upya fainali za CAF Champions League. Lakini Benge aliye na wachezaji Azam FC. Ederson yaingia rada za Man U. Lakini kikosi cha taifa cha ngumi cha Nokia. Arsenal yarejea kileleni England. Gazeti la The Sport lenyewe limeandika hivyo. Tukiangazia katika gazeti Nipashe ukurasa wake wa nyuma, limeandika Yanga yatoboa siri kuiua Azam FC. Ni baada ya kuiondosha kwenye fainali. Sasa mwendelezo wa habari hii utakwenda kusoma zaidi katika ukurasa wa 23. Baka azisoma mbinu za dabi. Ndivyo ambavyo gazeti Nipashe Mwanga Jamii limeandika katika siku hii ya leo, na linanipa wasaa kuhitimisha katika kile ambacho kimeandikwa. Na hivi ndivyo ambavyo nahitimisha katika yale ambayo yameandikwa kwenye magazeti ya siku hii ya leo. Toka mwanzo mpaka mwisho ulikuwa nami Justin Kosan, nimekupitisha kwa uchache tu. Ukitaka kusoma kiundani zaidi, basi usikose nakala ya magazeti haya ili uweze kujipatia taarifa hizi kiundani zaidi. Nikukumbushe tu, hii ni Reushly TV, na kama ndo kwanza unaungana nasi, usisahau kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele ili kuruhusu kupata taarifa zetu ambazo tunaziweka katika mitandao yetu ya kijamii kila wakati. Nikutakie Jumatatu njema.